Nilikusogezea uchambuzi wa kina juu ya mambo mbalimbali kule Iran, na katika uchambuzi ambao nilikuletea kuomba kama utakuwa na swali au maoni yako, natamani upate uchambuzi mwingine fulani, utaweza kunieleza. Sasa yupo mdau wetu mmoja, ningependa pia nisome jina lake, ambaye kuna uchambuzi ameomba tuweze kuleta watu wapate nafasi ya kufahamu. Anaitwa The Don 8467. Alisema tunahitaji uchambuzi kwa nini Russia, Korea Kaskazini, China, Iran na Belarus, kwa nini na wao wasianzishe umoja wao wa kujihami kama NATO, waeke Article 5 kwamba akishambuliwa mmoja ndio wameshambuliwa wote. Kwanza kabisa tunapaswa kufahamu NATO ilianzishwa mwaka 1949 kupitia mkataba wa Washington, na Article 5 ndio msingi wake, kwamba shambulio kwa mwanachama mmoja linachukuliwa kama shambulio kwa wote, na imewekwa na nchi 12 za awali, ilikuwepo Marekani, Canada na mataifa ya Ulaya Magharibi, ili kukabiliana na tishio la Umoja wa Kisovieti wakati ule wa vita baridi ambayo ilikuwepo. Na maana ya Article 5, kwanza unapaswa ufahamu, hii ni kanuni ya ulinzi wa pamoja, ambapo ikiwa mwanachama mmoja wa NATO atashambuliwa, wanachama wote wanachukulia shambulio hilo kama lao. Yaani kama vile mapacha, ukimpiga pacha kurwa ni kama umempiga pacha doto, wote wanakushambulia. Na kwenye msingi wa hii article ni kwamba ilitokana na Article 51 ya Katiba ya Umoja Mataifa, inayotambua haki ya kujilinda binafsi au kwa pamoja, na kila nchi wanachagua hatua inayofaa. Kwa hiyo inaweza kuwa msaada wa kijeshi, kisiasa au kiuchumi, ili kurejesha usalama wa eneo la Atlantiki ya Kaskazini. Kwa hiyo ipo namna hiyo, kwanza kwa ule kufahamu masuala ya hiyo Article 5 ambayo muda huyu ameuliza. Na kiujumla tu nchi waanzilishi wa NATO ambapo waliweka hiyo Article 5, nimekutajia zile nchi za awali, lakini kiujumla sasa hivi NATO ina nchi nyingi sana. Kwa mwanzo ilikuwa na nchi kama 12: Marekani, Canada, Uingereza, Ufaransa, Uholanzi, Ubelgiji, Luxembourg, Italia, Denmark, Norway, Iceland, pamoja pia na Ureno. Ila kwa sasa wana nchi nyingi sana. Na nikwambie, mara ya kwanza kwa hii Article 5 kutumika, kwanza unapaswa kufahamu ilitumika kwenye mashambulio ya kigaidi ya 9 Novemba yale dhidi ya Marekani mwaka 2001. Kwa hiyo wanachama wote walitoa msaada kwa Marekani, ikiwemo operation za kijeshi Afghanistan na mengineo mengi. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Sasa turudi kwenye msingi wa swali ambalo mdau wetu aliweza kuuliza, kwamba kwa nini Urusi, ambayo kwa Kiingereza wanaita Russia, Korea Kaskazini, North Korea, China, Iran na Belarus, kwa nini na wao wasianzishe umoja wao kujihami kama NATO, waeke Article 5 kwamba kishambulio mmoja ndio wameshambuliwa wote? Kwanza kabisa nikwambie, Urusi, China, Iran, Korea Kaskazini na Belarus, wao hawana umoja rasmi wa kijeshi kama NATO, kwa sababu ziko sababu mbalimbali, lakini tayari wana kamtandao kao kama NATO ambacho kanaitwa CRINK, CRINK, ambacho haka kapo na kanaendelea kufanya kazi. Na ndio maana unaona kuna namna moja namna nyingine akiguswa mmoja wapo, basi unaona kuna nchi moja hapo lazima itoe kauli juu ya mwingine. Na hili aplaiwa pia hata kwenye upande wa vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, kwa Korea Kaskazini kutoa jeshi, kwa Iran kutoa makombora, drone zile ambazo zilikwenda kumsaidia Urusi kumshambulia Ukraine, na mengineo mengi ambayo yamekuwa kifanyika. Na ndio maana hizi nchi pia umeona watoi matamko mazito kwa upande wa Urusi, hasa kwenye vita hivi, lakini pia kwa upande wa vita vya Israeli, Marekani na Iran, umeona hizi nchi kwa namna moja namna nyingine zinamdefense Iran kwa kusimama katika mfumo wa kwamba ruhusuni diplomasia na mambo mengine mbalimbali, lakini pia wamekuwa kiendeleza mahusiano yao. Sasa turudi nyuma kidogo ili kwanza ufahamu, kwa sababu huu mmoja ambao bado hauna mshikamano wa CRINK sio muungano rasmi wa kijeshi ambao umeundwa na nchi husika, bali ni neno ambalo kwanza kabisa liliweza kubuniwa na wachambuzi wa Magharibi
mwaka 2023 kuashiria ushirikiano wa karibu wa nchi za China, Russia, Iran na Korea Kaskazini. Na baadaye pia nchi ya Belarus ikaingia ndani, na wazo hili iliweza kuibuliwa au kutamkwa na mtu anaitwa Peter Van Prague. Huyu alizungumza kwenye forum moja ya Halifax International Security, na alieleza ikiwa ni lengo la kuelekeza jinsi mataifa haya ya kiimla yalivyoshirikiana kupinga ushawishi wa magharibi na namna ambavyo wamefaulu. Na sababu ya kuibuka umoja huu wa CRINC ambao sio rasmi, kwanza kabisa ni shinikizo la magharibi dhidi ya Russia. Unajua, baada ya vita vya Ukraine vilipoanza mwaka 2022 na vikwazo vya kiuchumi vingi kwa Urusi, Urusi ilihitaji washirika wapya. Sasa katika washirika wapya aliowapata, mojawapo alikuwa ni China, mojawapo alikuwa ni Iran, mojawapo pia alikuwa ni Korea Kaskazini, lakini pia Belarus ni mshirika wa karibu zaidi wa Russia kuanzia mwanzo kupitia Rais Petro Lukashenko. Kwa hiyo hawa ilikuwa ni mojawapo wa jambo ambalo lilihitajika. Lakini pia ukitazama kuna ule ushirikiano wa kupinga Marekani na NATO. Hizi nchi zote hizi, China, Iran, Korea Kaskazini, hata Belarus pia wao tayari ukitazama kwenye matamko yao mengi ambayo wanazungumza, wao huwa wanapambana sana na Russia kuhakikisha wanapunguza nguvu za magharibi, na wanapambana na Russia kama kichwa chao kikuu pamoja na China, kwa sababu hizi ni nchi ambazo pia zinamuhimili Marekani katika nyanja mbalimbali. Lakini pia ukitazama nchi hizi kiujumla kwenye mfumo wao huu wa kusapotiana, zinataka dunia isiyoongozwa na Marekani pekee, bali yenye nguvu nyingi zinazoshindana kwamba huyu. Kwa hiyo mambo yapo namna hiyo. Kwa hiyo ukitazama hawa jamaa pia kupitia mfumo wa CRINC wana kauli mbiu inasema the enemy of my enemy is my friend. Adui wa Marekani, NATO, ni rafiki wao. Kwa hiyo ukitazama mfumo namna hii ni mfumo ambao unakwenda, lakini kiumoja hichi kilianza mwaka 2023, bado hakijawa rasmi. Weka akilini katika mfumo huo, na unaweza sasa ukawa unajiuliza maswali sasa kwenye ule msingi, kwa nini sasa wasianzishe umoja? Zipo sababu nyingi za kwa nini hakuna umoja rasmi wa hii CRINC kama ilivyo NATO. Kwanza kabisa, unafahamu hizi nchi zinashirikiana katika nyanja tofauti, lakini kila nchi ina malengo yake. Kwa hiyo hawana malengo yaliyo sawa kwa sababu bado hawajajikita pamoja. Ukitazama China, yeye kiujumla analenga kwenye ukuaji wa kiuchumi na teknolojia kwa taifa lake. Alafu kirudi Urusi, analenga nguvu za kijeshi na ushawishi Ulaya. Ukija Iran, yeye analenga vita vyake dhidi ya wale maadui wake wala Simetria na ushawishi Mashariki ya Kati. Ukija Korea Kaskazini, yeye inaleta nguvu ya wanajeshi na makombora, lakini uchumi wake unakuwa dhaifu. Kwa hiyo inafanya iwe mzigo kwa haya mataifa, na mataifa bado yenyewe hayajafanikiwa kwa 100% kusimama vizuri kiuchumi, kwa sababu bado wanaendelea kujiboresha katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu. Lakini pia ukitazama kama umoja huu utafanikiwa kukua kwa rasmi, basi ujue hizo nchi zitakuwa zimekubali kutawaliwa na mmoja wapo, kwa sababu lazima mmoja atakuwa na nguvu zaidi, kama ilivyo ni Russia au ni China. Lakini hizi nchi pia, kwa sababu ni nchi ambazo zinasimama katika misingi ya kwamba kila mmoja lazima awe na nguvu kivyake, asimame kivyake, awe na kauli kwa dunia. Kwa hiyo wakiwa pamoja wana hofu ya kwamba mmoja wapo anaweza akawatawala wengine, na wanahofu sana China ambacho ni ndio kitovu cha uchumi na teknolojia, kwamba anaweza akawafanya wengine wakawategemezi wakubwa zaidi na kudidimia. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanza moja kwa moja kwa mfumo huo, labda kuwe na misingi tofauti. Na Russia na Iran pia hawataki kuwa chini ya China, licha kwamba wanapenda ushirikiano na China. Kwa hiyo ushirikiano wao ni wa muda badala ya muundo wa kudumu, kama tunashirikiana katika mambo ya msingi, hayo mengine achia wenyewe. Umeelewa hadi hapo? Lakini pia ukitazama sababu ambazo zinapelekea kwa nini hakuna umoja rasmi wa hizi nchi kama NATO, kuna swala zima la uaminifu na mashaka ya ndani. Unajua nchi hizi zina historia kutoshirikiana kwa karibu, na mara nyingi zinashuku nia za kila mmoja. China, Russia wanashindana kimkakati katika eneo la Asia ya Kati na Mashariki. Iran na Korea Kaskazini mara nyingi wao wanatazama kama washirika wa muda, si wa kudumu. Kwa hiyo
Tazama katika mfumo namna hiyo kuna ukosefu wa uaminifu na mashaka ya ndani. Kwa hiyo hizi ni moja ya sababu. Lakini pia ukitazama licha kwamba wanaendelea hivi, lakini ushirikiano wao sio rasmi kwa sababu mtandao huu wa China, Russia, Iran na North Korea na Belarus kwanza kabisa hawana muundo wa kijeshi wa pamoja wala hawana hizo sheria Article 5. Kwa hiyo ushirikiano wao upo kibiashara, upo kiufundi na kijeshi kwa nyakati fulani. Mfano, Korea Kaskazini aliwahi kutuma wanajeshi na silaha kwa Russia, Iran aliwahi kutuma drone. Kwa hiyo wao wapo katika mfumo huo. Yes, kwa hiyo unapaswa kufahamu kwamba hizo ndo sababu za kutoanzishwa kwa umoja huo. Na kiujumla tu unapaswa kufahamu ushirikiano wao ni hatari kwa magharibi kwa sababu haujulikani mipaka yake ya kisiasa na kijeshi. Kwa hiyo hii pia ni moja ya hatari kubwa ambayo magharibi yanayo, na hakuna uwazi wa kwamba hawa watu wapo katika misingi ipi. Kwa hiyo wanaweza kushirikiana bila kutangaza rasmi. Lakini udhaifu tu mkubwa ni kwamba wao ni ukosefu wa muundo wa kudumu na migongano ya maslahi, ambapo hii kama ikiwepo inaweza kumfanya NATO kujua mahali wanakuanzia na mahali watakapoishia. Sasa tutazame kuna sababu ya masuala ya kijiografia pia ni moja ya chanzo cha kutokuwepo kwa umoja huu. Sasa hebu tuangalie sababu ya kijiografia imefaulu vipi kuanzisha nchi za NATO ila ikafeli kuanzisha umoja wa CRINC kwa hizi nchi ambazo ni Russia, China, Iran, North Korea, Belarus. Sababu ya kijiografia kwanza unapaswa ufahamu ni sababu ambayo imeleta mafanikio makubwa sana kwa NATO, na hii sababu imepelekea akaka umoja ka CRINC kushindwa kusimama kwa pamoja kwa sababu ya mambo ya kijiografia. Kwa mfano nikurudishe nyuma, kwani NATO wao wameweza vipi? Ukitazama kwenye ukanda wa Ulaya Magharibi, nchi za NATO zipo karibu kijiografia, zikiwa na mipaka ambayo inagusana na historia ya vita vya Ulaya. Kwa hiyo hii inawapa dharura ya kuunda ulinzi wa pamoja dhidi ya tishio moja. Lakini pia ukitazama kwenye upande wa bahari ya Atlantic pale, Marekani na Canada walihusiana moja kwa moja na Ulaya kupitia ile bahari. Wanatoa msaada wa kijeshi na kiuchumi, na bahari inawafanya washirika wa NATO kuwa na njia rahisi zaidi kwenye masuala mazima usafirishaji wa wanajeshi, usafirishaji wa silaha. Kwa hiyo ni moja pia mafanikio kwa upande wa NATO ambayo amejenga umoja huo. Lakini pia ukitazama kwenye upande wa matishio sasa, Ulaya Magharibi yote inahisi tishio moja kutoka Urusi, hivyo kijiografia na kisiasa wanakuwa na sababu ya kuungana kwa sababu pia ya ukaribu. Lakini ukirudi kwa upande wa hii CRINC ambayo sababu ya kijiografia pia imepelekea kushindwa kuwa ni sababu ya kushindwa kuungana moja kwa moja na kusimama moja kwa moja. Kwanza umbali mkubwa wa nchi kwa nchi. Russia iko Ulaya Mashariki, alafu China iko mashariki ya Asia, alafu Iran iko mashariki ya kati, alafu Korea Kaskazini iko mbali zaidi na Belarus iko Ulaya. Kwa hiyo hakuna ukanda mmoja wa kijiografia ambao unao waunganisha wote. Lakini pia ukitazama matishio kwenye hizi nchi, kila nchi ina matishio yake tofauti. Urusi inahofia NATO Ulaya, alafu China inahofia Marekani na Asia Pacific. Ukija Iran inahofia Israeli na Marekani Mashariki ya Kati. Ukija Korea Kaskazini inahofia Korea Kusini na Japan. Ukija Belarus inategemea Russia pekee. Kwa hiyo hakuna adui mmoja wa kijiografia anayewaunganisha wote kwa dharura moja. Sasa maadui wote hao kwa mfano akasimama, kila adui akanapigana, ina maana nchi zote hizi ziweze kaungana. Kila nchi itabidi ipambane na adui ambaye kwake ni kipaumbele. Kwa hiyo hawajaweka yule maadui hao wote, hawajaamua kuunganisha wao katika mfumo mmoja ambao wao wataweza kupambana nao. Lakini pia ukitazama kwenye mazingira ya kijiografia sio rafiki, kwanza hakuna bahari au ukanda wa pamoja ambao unaounganisha kwa urahisi kwenye usafirishaji na kufanya mazoezi ya kijeshi. Badala yake kuna milima, mipaka mikubwa na umbali ambao unazuia uratibu ule wa kijeshi. Kwa hiyo hiyo imekaa namna hiyo.
Sasa unaweza kuwa unajiuliza, ili wafaulu wafanyaje kwa sasa akaka mfumo ka CRINC kakue na wawe na mkataba mmoja? Kwa mujibu wa masuala ya kidiplomasia, hatua muhimu za kufanikisha umoja wa hizi nchi, Russia, China, Iran, North Korea, Korea Kaskazini na Belarus, kwanza ni kuunda ukanda wa kijiografia wa dharura, ikiwa na maana wanapaswa kuanzisha maeneo ya kijeshi ya pamoja ambazo tunaita joint base, ambazo hizo zitakuwa kwenye sehemu za kati zinazo waunganisha, mfano Kazakhstan, Uzbekistan, pale wanaweza kuweka joint base, na hiyo inasaidia kupunguza tatizo la umbali na inarahisisha mazoezi ya kijeshi pamoja na kupelekea kufaulu kwa hatua tofauti tofauti. Lakini pia nimekueleza kwamba kila nchi ina maadui wake. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na adui wa pamoja ambao watamuunganisha. Kwa mfano NATO iliunganishwa na hofu ya USSR kipindi kile. USSR ndio huyu Russia kabla hajaja kuparaganyika. Na ukitazama CRINC wanahitaji kutangaza wazi kuwa adui wao wa pamoja ni NATO au ni Marekani ili kuhalalisha umoja wa kijeshi. Kwa sababu bila adui mmoja wa kijiografia ni kwamba kila nchi inabaki na vita vyake vya pekee. Kwa hiyo ni sababu, lakini pia wanapaswa kuanzisha mkataba rasmi wa kijeshi, kwa sababu kama nilivyokuambia kaka, umoja ka CRINC ambacho jina hili limeibuliwa na watu wa magharibi huko baada ya kuona hawa jamaa kuanzia mwaka 2023 wanashirikiana kwa karibu, wanapaswa kuandika mkataba wa usalama wa pamoja ambao utakuwa na kipengele sawa na Article 5 kwamba shambulio kwa mmoja ni shambulio kwa wote, na hii inaweza kubadilisha ushirikiano wa muda kuwa muundo wa kudumu zaidi ambao utarithishwa vizazi kwa vizazi, ili asije katokea kiongozi mwingine hakuna China amenizidi sana kaamua kukaa zake kando, aweze kujua namna ya kuweza kuendeleza kama ilivyo miungano na mambo mengine mbalimbali. Sasa wanapaswa pia kujenga miundombinu ya usafirishaji. Unajua tayari mtu kama Iran ni moja ya mtu ambaye tayari ana nguvu kubwa kwenye lango bahari la Hormuz. Sasa wanapaswa kuwekeza kwenye reli, barabara na hata bandari ambazo zinaunganisha moja kwa moja. Mfano wanaweza kuweka reli ya China hadi Russia hadi Iran, ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikasaidia, na pia itawawezesha kusafirisha wanajeshi na silaha haraka bila vizuizi vya kijiografia. Kwa hiyo wanawezekana kufanya hivyo. Lakini pia kujenga kamandi moja ya kijeshi, wanaweza wakawa na makao makuu ya pamoja ya kijeshi, Joint Military Headquarters, ili kuweza kuratibu mazoezi, kuratibu mipango na ulinzi wa pamoja. Bila kamandi moja, kila nchi itabaki na jeshi lake pekee. Na ndio maana tunapozungumza sasa hivi nchi zenye wanajeshi wengi, Urusi ni moja nchi ambayo inashika nafasi ya pili kidunia kwa kuwa na jeshi lenye nguvu na mengineo mengi zaidi ya kiteknolojia. Lakini pia kuna swala zima la kujenga uaminifu wa ndani. Wanapaswa kuondoa yale mashaka kutawaliwa na China kwa kugawana majukumu kwa usawa. Mfano, Urusi inachukua jukumu la Ulaya Mashariki, China Asia Pacific, Iran Mashariki ya Kati, Korea Kaskazini Asia Kaskazini. Kwa hiyo hii inaweza ikasaidia kufanikisha umoja huu wa CRINC ambao bado sio rasmi. Haya, kwa mfano wakifaulu huu umoja wa CRINC, je, itakuwa na athari gani kwa NATO? Haiwezi leta vita vya tatu vya dunia na kusababisha kifo cha Marekani moja kwa moja au kupuputika kwa Marekani. Kiujumla, China, Russia, Iran, Korea Kaskazini na Belarus wangefanikiwa kuunda umoja wa kijeshi wenye mkataba rasmi kama NATO, athari kwa dunia na NATO zingekuwa kubwa mno, si utani. Kwa sababu moja, kutazaliwa kambi mpya ya kijeshi, na CRINC ingeweza ikawa kambi ya pili yenye nguvu ambayo inaweza kupinga moja kwa moja NATO, na hii inaweza kuleta mgawanyiko wa wazi wa dunia kwamba kukawa na magharibi NATO, mashariki CRINC. Sasa hivi nadhani unasikia watu wa magharibi wakisema huu kanda wa mashariki na watu wa kanda wa mashariki wanasema huu kanda wa magharibi. Lakini CRINC ikikua basi itasaidia namna hiyo. Lakini pia ukija kuna mashindano ya silaha, ni moja ya athari kubwa sana kwa NATO. NATO ingeongeza bajeti ya kijeshi na teknolojia mpya, yani makombora ya ulinzi. Sasa hivi kuna mifumo ya AI technology
najua matumizi yangeongezeka zaidi na silaha za nyuklia, na Krink nao wangeimarisha ushirikiano wa silaha za kupitia China na Urusi, na tunasema dunia sasa ingeingia kwenye vita baridi mpya yenye hatari zaidi kuliko ile ya zamani. Na ukiona hivyo basi jiwe kifo kinakuwa mlangoni muda wote tu, kwa sababu yakileka huyu inakuwa vita kweli kweli. Lakini pia ukitazama kuna hatari ya vita vya tatu vya dunia. Unajua kila siku tunaongelea mambo ya amani, lakini fahamu tu binadamu anajiangamiza kwa mikono yake mwenyewe. Sisi binadamu, sije nikasema binadamu kachukulia mimi ni jini, sisi binadamu tunajiangamiza, au kifo chetu kwa asilimia zaidi ya 99 ni kwa mikono yetu wenyewe, kwa yale mazingira tuliyoyatengeneza sisi wenyewe, kwa mazingira ambayo Mwenyezi Mungu aliyaweka. Ni nadra mno, lakini asilimia kubwa sana sisi wenyewe kwa mikono yetu ndo tunajua sisi wenyewe. Ukiangalia kwa upande teknolojia, mambo ya resource na mengineyo mengi ambayo tunaweka ndo yanatuangamiza sisi wenyewe. Sasa kuibuka kwa vita vya tatu vya dunia inaweza kawa ni mwisho pia wa maisha, uhai wa kiumbe kinachoitwa mamalia katika dunia. Ikiwa Krink na NATO mfano wakaingia kwenye mkataba wa shambulio kwa mmoja, ni shambulio kwa wote. Kwa hiyo vita tatu ya dunia itaibuka. Ukraine, Taiwan, Mashariki ya Kati inaweza kusababisha vita vya tatu nzima ya dunia. Kwa hiyo hii ni kwa sababu nchi zote zingelazimika kuingilia moja kwa moja, na ndio maana ukitazama Krink haijaanza, lakini ukitazama pia Ukraine anagomewa kujiunga NATO. Taiwan pia kuna namna moja namna nyingine anasaidika, lakini bado hajapewa nguvu sana. Kwa hiyo hii ni kwa sababu nchi zote zingelazimika kuingilia moja kwa moja. Na kwa upande wa kifo cha Marekani, kukua kwa hawa jamaa, Marekani ingekuwa shabaha kuu ya hii Krink. Kwa sababu ndio nguzo kuu ya NATO Marekani. Ndio maana unaona Marekani hakika tu NATO yote ndio baba. Marekani bado ina nguvu kubwa ya kijeshi na kiuchumi. Kwa hiyo kuna namna pia inaweza siwe rahisi pia kuangushwa, lakini badala ya kifo cha Marekani kinachoweza kutokea ni kupungua kwa ushawishi wake duniani, ikiwa Krink itakuwa na nguvu sawa na upande wa NATO. Sasa tunapoelekea kuhitimisha kwenye swali letu la mdau ambalo tunajaribu kulifanyia udadavuzi wa kina kweli, na nadhani mpaka kufikia hapa mdau wangu ambaye uliuliza swali lile ulitaka uchambuzi, sio swali, niseme ulitaka uchambuzi kwamba kwa nini Russia, Korea Kaskazini, China, Iran na Belarus, kwa nini na wao wasianzishe umoja wao kujihami kama NATO, waeke Article 5 kwamba kishambuliwa mmoja ndio wameshambuliwa wote. Nadhani sasa utakuwa umeelewa kwa namna ambavyo mambo yalivyo. Kama utakuwa unahitaji uchambuzi wote mbalimbali, una jambo unatamani upate uelewa zaidi, andika kwenye comment yako hapa chini, nami nitakuja kuisoma na tutakuletea uchambuzi huo moja kwa moja, uendelee kuongeza ufahamu, tushare pamoja. Lakini pia una mawazo na nini, weka kwenye comment yako, tushare pamoja mawazo mbalimbali. Kikubwa zaidi ni kufungua ubongo, kufungua akili, kuanza nje ya box, kwa sababu unajua asilimia kubwa sana wengi huwa wanafikiria ndani ya box, wanafikiria yale ambayo tumeletewa na watu wa magharibi, kujifunza tu. Sasa hivi unapaswa kuchambua kwa kina, uelewe kwa kina, usije ukaona tu huyu ni mtu wetu na mengineyo mengi. Shukran kwa Babe Ukivita.